Ikulu ya Tanzania ya waka moto baada ya ujumbe mkali kutoka kwa God Bless Lema kutikisa taifa la Tanzania. Hujambo na karibu. Katika siku ambayo mjadala mkubwa wa kitaifa uliibuka kwa kasi isiyotarajiwa, kauli kali ya God Bless Lema imegeuka kuwa kitovu cha mjadala, mijukumo na misimamo inayogusa mstari mwembamba kati ya mamlaka, imani na ulinzi wa haki za wananchi. Kauli hiyo ilitolewa katika mkusanyiko wa wananchi, iligeuka ghafla kuwa mwaliko wenye uzito na wataka viongozi wa dini nchini kurejea katika wajibu wao wa msingi wa kusimamia sauti za wanyonge. Na katika kipindi ambacho taifa linapitia misuguano ya kijamii na madai ya kudorora kwa uhuru wa kiraia. Na katika tukio hilo lilotawaliwa na heka za hisia, Lema alitoa mwito uliofafanua kama wa dharura kwamba viongozi wa dini hawawezi tena kuendelea kuketi karibu na mamlaka bila kuzungumzia majeraha yanayowakabili wananchi. Kauli hiyo haikusimama kama malalamiko ya kawaida ya kisiasa, bali ilibeba ujumbe mpana unaochora ramani ya uhusiano uliopo kati ya taasisi za kiroho na nguvu za utawala katika jamii. Na kwa muda mrefu nafasi ya taasisi za dini imekuwa ikionekana kama kiguzo cha utulivu, maadili na uwiano katika nyakati ambazo misuguano ya kisiasa na kijamii upanda joto. Hata hivyo, tukio hilo limeweka wazi kwamba uwiano huo sasa uko chini ya darubini. Na katika msimamo wake, Lema alisisitiza kwamba kuna sehemu ya jamii iliyokuwa ikikandamizwa kwa namna mbalimbali, hasa katika maeneo yanayohusishwa na uhuru wa kutoa maoni, kuhudhuria mikusanyiko halali na kuendesha shughuli za kiimani. Uchunguzi wa awali wa ripoti wa taarifa zilizotolewa na makundi mbalimbali ya kijamii umeangazia malalamiko yanayohusisha ukandamizaji wa baadhi ya makundi ya ukinzani kati ya umma na mamlaka katika maeneo kadhaa ya nchi. Katika mazingira hayo, kauli ya Lema imepewa uzito kama mwamko mpya unaochochea majadiliano kuhusu wajibu wa taasisi za kiroho. Na katika maelezo yake, Lema aliongeza kwamba kumekuwepo na taarifa zinazohusu baadhi ya madhehebu kufungiwa na kuzuiwa kufanya ibada, na ni jambo ambalo kwa mtazamo wake nasukuma taifa katika eneo tete linalogusa uhuru wa kuabudu. Kwa mujibu wa takwimu za taarifa zilizotolewa na baadhi ya taasisi za kiraia katika kipindi cha miaka michache iliyopita, kumekuwa na malalamiko ya kimya kuhusu vizuizi vinavyohusishwa ama vinavyohusiana na usajili wa baadhi ya makanisa, misikiti au vikundi vya kiroho. Ingawa taarifa rasmi za serikali hazijawahi kueleza kwa kina sababu za vizuizi hivyo, basi katika mazingira kama haya, taarifa kwamba taasisi za dini hazijatoa kauli ya pamoja imezua maswali kuhusu nafasi yao katika kulinda haki za waumini wao. Na katika kipindi kifupi tangu kauli hiyo itolewe, mitandao ya kijamii imekuwa uwanja wa maoni makali yanayoakisi mgawanyiko wa umma. Baadhi ya wananchi wanaonekana kuunga mkono hoja ya Lema, wakisisitiza kuwa taasisi za kidini zina wajibu wa kuzungumza kuhusu yanayowakabili waumini wao. Wengine hata hivyo wanaona kwamba uhusiano kati ya taasisi za dini na serikali unahitaji kuendeshwa na tahadhari ya mazungumzo ya ndani, wakionya kuwa kukosekana kwa uwiano kunaweza kuleta mgawanyiko usiotarajiwa katika jamii. Na katika historia ya Tanzania, taasisi za dini zimekuwa na nafasi muhimu katika kulinda maadili ya nchi, na mara nyingi misimamo ya viongozi wa dini imekuwa chanzo cha kuleta utangamano wa kimawazo katika nyakati za misigano. Na katika vipindi tofauti, kanisa, misikiti na taasisi nyingine za kiroho zimetumika kama sauti za kuleta maridhiano au kutetea haki pale ambapo wananchi wameonekana kukabiliwa na changamoto. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni, mjadala kuhusu kimya cha viongozi wa kiroho katika matukio yanayohusisha haki za raia umeibuka mara kwa mara, ukionyesha jinsi swala hilo linavyoendelea kupata uzito nchini. Na katika muktadha mpana wa kisiasa wa kijamii, wito wa Lema unaweza kuchukuliwa kama jaribio la kuhusisha dhana kwamba taasisi za dini zinapaswa kuwa nguzo ya kulinda uhuru wa wananchi bila kuathiri ushirikiano wao wa mamlaka. Na katika nchi nyingi barani Afrika, dhana ya tripartite leadership
serikali, taasisi za dini na jamii imekuwa msingi wa kulinda amani, uwajibikaji na uongozi unaoendeshwa na misingi ya maadili. Na katika hali ambapo uwiano kati ya pande hizo tatu unatetereka, basi mantiki ya majadiliano kama haya huongezeka. Na katika maelezo yake, Lema alikumbusha serikali juu ya umuhimu wa kusikiliza sauti za wananchi wa makini na bila mtazamo wa vitisho. Taarifa mbalimbali kutoka mashirika ya kiraia zimekuwa zikionyesha malalamiko ya watu wanaohisi kunyimwa nafasi ya kutoa maoni kwa uwazi, hasa katika maeneo yanayohusiana na masuala ya kisiasa na kiutawala. Changamoto hizo zimeibua maswali kuhusu ukubwa wa nafasi ya wananchi katika majadiliano ya kitaifa na jinsi mamlaka zinavyojihusisha katika kuendeleza uwazi na uwajibikaji. Mpaka sasa viongozi wa dini hawajatoa tamko la pamoja kuhusiana kauli hiyo, na ni jambo linaloleta picha ya kungojea au kutafakari kwa kina kuhusu uzito wa swala hilo. Baadhi ya viongozi wachache wa mtu mmoja wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa kulinda amani, wakati huo huo wakikiri kuwa misingi ya haki ni sehemu muhimu ya mafundisho ya dini zao. Hata hivyo, kutokuwepo kwa kauli ya pamoja kunachukuliwa na baadhi ya watu kama ishara ya ukimya unaosubiri kufichuliwa katika siku zijazo. Na katika tathmini ya kina, mjadala huu unaangazia mapengo yaliyopo katika uhusiano kati ya taasisi za kiroho na mamlaka. Na kwa miongo mingi viongozi wa dini wamekuwa wasaidizi wa serikali katika kudumisha maadili, amani na mshikamano. Hata hivyo, hali ambayo baadhi ya wananchi wanahisi kutengwa au kunyimwa nafasi ya kueleza hisia zao imefanya wadau kadhaa kuangalia upya wajibu wa taasisi hizo katika kutetea umma. Hii si mara ya kwanza kwa taifa kukutana na mijadala ya aina hii, na katika kipindi tofauti vya kihistoria kumekuwa na matukio ya kukumbusha taasisi za dini kuhusu nafasi yao ya kipekee. Na katika majanga, mizozo au misuguano ya kisiasa, taasisi hizi zimekuwa mahali pa faraja, mafunzo na suluhu. Na hivyo basi wito wa Lema unaweza kuwa sehemu ya mwendelezo wa mfululizo mrefu wa mijadala kuhusu ni kwa kiasi gani taasisi hizo zinapaswa kuchukua nafasi ya kuongea hadharani wakati jamii inapokabiliwa na changamoto za msingi. Kwa upande mwingine, mitazamo inayotoka mazungumzo ya ndani inaona kwamba kuishinikiza serikali hadharani kunaweza kuathiri nafasi ya viongozi wa dini kama wasuluhishi, na kwa mtazamo huo viongozi wa kiroho wanaweza kuchagua njia ya kufanya mazungumzo ya ndani kama mkakati wa kuzuia ukinzani wa moja kwa moja na serikali. Hata hivyo, hoja hii pia inaibua maswali kuhusu muda unaohitajika hadi matokeo ya mazungumzo kama hayo yaonekane kwa wananchi. Na katika hali ya sasa, mjadala unaendelea kukua katika maeneo mbalimbali ya nchi, ukibeba hisia, matumaini na wasiwasi. Na katika maeneo ambayo kauli ya Lema imepata nguvu, baadhi ya wananchi wanahisi kwa ujumbe huu unawakilisha hisia zao za muda mrefu za kukosa utetezi wa wazi kutoka kwa viongozi wa kiroho. Na katika maeneo mengine, watu wanaohofia kwamba majadiliano haya yanaweza kuleta mgawanyiko usio wa lazima kama hayataendeshwa na ustadi. Na katika mazingira haya yote, umuhimu wa kauli ya Lema unachukua nafasi yake kama kichwa kipya katika mjadala wa kitaifa kuhusu haki za wananchi, nafasi ya taasisi za dini na vilevile mahusiano ya mamlaka katika jamii. Inaweka msingi wa maswali mapya kuhusu mustakabali wa ushirikiano kati ya viongozi wa kiroho na serikali, na vilevile inatoa taswira ya taifa lililo katika kipindi cha kutafakari kuhusu misingi ya haki, maadili na wajibu wa pamoja wa kulinda jamii. Huku mjadala ukizidi kupanuka, ijulikane bado kama taasisi za dini zitachukua msimamo wa pamoja ama zitachukua mkondo wa kimya wa kutafakari. Kinachojulikana kwa hakika ni kwamba kauli ya Lema ishazua mtikiso ambao hautatulia kwa urahisi. Na katika mantiki ya uandishi wa makala ya uchunguzi, tukio hili linaonekana kama mlango wa kuibuka kwa mjadala mpana zaidi kuhusu uwajibikaji wa mchango wa taasisi muhimu za kijamii kama kulinda uhuru wa watu wao, na ni jambo ambalo linaendelea kuwa msingi wa safari ya taifa kuelekea mfumo wa haki, usawa na utawala bora.
Ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, huu ni uchambuzi wa Kenyascope ambapo tunakuletea uchambuzi wa kina na habari ambazo hazipindishwi wala kuegemea upande wowote. Utazidi kutusupport kwa kusubscribe na vile kulike na kushare video zetu na gonga alama ya kengele ili uweze kupokea alerts na notifications kila wakati tunapo upload video mpya.